Tuko kwenye mradi wa pili sasa tunakagua, ambao ni ujenzi wa mabweni ya shule, na tumejionea mabweni mawili. Bado na mimi naendelea kumpongeza rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuboresha mazingira ya elimu kwa wanafunzi wetu. Tumpige makofi mengi sana. Tumeona ujenzi wa mabweni utatatua tatizo kubwa la wanafunzi wetu wa kidato cha 5 na cha 6, ambao wanaweza kusafiri umbali mrefu kwa kutafuta elimu na baadaye kurudi. Mwisho wa siku ilikuwa inapunguza ufanisi na tija ya ufaulu wa wanafunzi wetu. Naamini kupitia mabweni sasa tija itaongezeka na ufaulu kwa watoto wetu utakuwa ni mkubwa. Lakini pia hata ule mmonyoko wa maadili ambao unapatikana njiani kipindi ambacho mtoto wa kike anasafiri kutoka shuleni kwenda nyumbani, naamini kwa sehemu kubwa sana utapungua. Kwa hiyo nikupongeze Mheshimiwa DC na timu yako na afisa elimu mkurugenzi kwa kazi kubwa mnaoifanya ya kuweza kusapoti yale maono na malengo ya Mheshimiwa Rais. Tumeambiwa mradi ulikuwa unagharimu milioni 348 pesa za Kitanzania na ni milioni na shilingi 420, shilingi 420,500, lakini mpaka sasa mmeshapokea milioni 304,950,000. Kwa kweli tuipigie makofi sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusapoti elimu ya watoto. Nchi imechangia milioni 15,400,000. Makofi mengi sana kwa wananchi. Kwa mpaka sasa fedha iliyotumika ni milioni 235,836,463. Na jengo liko asilimia ngapi? Asilimia? Alikuwa anasoma taarifa. Ya asilimia 70 ya mradi. Huko asilimia 70 ya mradi. Kwa tunaamini kwa fedha iliyobakia mradi utakamilika, si ndio? Kwa tunategemea mwezi wa 7 huu watoto wetu wataanza kusoma hapa kwa kidato cha 5. Kwa tupige makofi mengi sana. Mradi uko vizuri, tunawapongezeni sana. La pili, bweni la watoto wa kike, si ndio hili hapa? Kwa kwenye mipango yenu mzingatia liwe na fence. Unajua hapa kuna watoto wa kiume na watoto wa kike. Kwa ili kutenganisha hiyo, najua mtaweka usimamizi wa kuangalia, lakini lazima mtengezee angao fence ili watoto wa kike kusiwe na muingiliano na watoto wa kiume, kwa sababu wakati mwingine unakuta utamweka matron au patron lakini asiwe na uwezo wa kudhibiti vitendo vyote vinaweza kufanyika vya ovyo kwa ajili ya kuathiri watoto wa kiume au watoto wa kike. Kwa mipango yenu zingatieni mweke fence kwenye, yani mweke uzio kwa ajili ya ili bweni la wasichana ili kulinda usalama wao. Otherwise mmesema mna mipango kuchimba mabwawa ya maji, tunapongeza. Lazima miundombinu ya maji ikamilike, japokuwa maji mnayo ya bomba, lakini make sure kwamba mna reserve ya visima ambavyo muda wote watoto waweze kupata maji. La mwisho ni walimu. Lazima mzingatie maadili yenu sasa ya kazi. Kwa sababu tumetengeneza haya mabweni, lazima walimu pia muwe mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nyinyi mnakuwa na maadili ambayo mzazi akileta watoto wake hapa asiwe na mashaka yoyote juu ya uadilifu na maadili ya watoto wao. Mradi huu unasimamiwa na kamati 3 ikiwa ni kamati ya ujenzi, kamati ya manunuzi na kamati ya mapokezi. Kamati tajwa hapo juu ziko hai na zinafanya kazi kwa kushirikiana, kama ilivyo kwenye mwongozo wa matumizi ya fedha za serikali kwa kutumia force account. Force account ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri yetu. Pia tunashukuru viongozi wote wa kamati yako kwa kufanya ufuatiliaji wa karibu katika kuhakikisha kuwa miradi hii inatekelezwa katika ubora na viwango vinavyotakiwa ili kuleta tija na kutoa huduma kwa wananchi. Mradi huu mpaka sasa hivi umetumia takribani 289, hiyo ikiwa ni mapato ya ndani, na michango ya wananchi ni kama milioni 14,500,000. Lakini mradi huu tunatumaini kwamba mwaka wa fedha 25-26 utaenda kukamilika vizuri zaidi, kwa sababu bado tuna changamoto upatikanaji wa vitanda na huduma nyinginezo, na tunatamani tujenge uzio pia ili kuzuia wenyeji kuvamia hili eneo. Kwanza tunashukuru serikali yetu kwa ajili ya kutujengea mabweni haya hapa, ambao kwa sasa tunakwenda kuwa na kidato cha 5 na kidato cha 6 kuanzia mwezi wa 7. Tunasema tunaishukuru serikali
na hapa ni madumu kwa ajili ya wanafunzi wote wa shule ya Sangambe Sekondari. Mshukuru Mama Samia kwa kutujengea mabweni. Hii inatuwezesha sisi kupata mazingira salama kwa ajili ya kujisomea. Inatuwezesha hata kufaulu na kuepukana na zile changamoto mbalimbali. Kwa mfano kama sisi watoto wa kike, ukikaa huko mtaani tunakutana na shida mbalimbali. Kwa sababu ya kutujengea mabweni ambayo ni wezeshi kwa sisi kwa kusoma katika mazingira mazuri. Hii itatusaidia sisi kuepukana na changamoto hizo. Shule yetu ndo kwanza mpya, ina miaka 5 tu toka imeanza. Lakini ninaweza nikasema 80% tayari vitu vyetu vimekamilika. Tuna mabweni, tunatarajia kupokea kidato cha 5 hivi karibuni, lakini pia tuna maabara nzuri. Yani kwenye kila fursa ambayo imetoka na sisi imetukuta. Kwenye ujenzi wa madarasa pia tulibahatika, tumejengewa madarasa takriban nafikiri 11 kama sijakosea. Kwa hiyo kwetu sisi tunasema ni neema, it's a blessing for us. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuona sisi, kwa sababu nafikiri wote mnaona hapa ni kijijini, si ndio? Lakini miundombinu tuliyokuwa nayo ni zaidi ya kijijini. Kwa hiyo bila shaka nathubutu kusema Samia mitano tena. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana chunya_official.